Bwana asifiwe sana, na wasalimu nyinyi nyote katika jina la Yesu Kristo. Mimi ni Archbishop Jonah Bedan wa Christian Outreach Ministry Worldwide. Wapenzi wa Mungu, naomba niwaletee neno la unabii la mwaka wa 2026. Nalo hilo neno ndilo hili: sisi tu washindi katika Kristo atutiaye nguvu. Katika Warumi mlango wa 8 mstari wa 37, lakini katika mambo haya yote tuna ushindi mkuu kwa msaada wake Yesu Kristo, ambaye ametusaidia katika hali tumekuwa ndani ya kuendesha au kuhubiri injili ya Bwana Yesu Kristo. Ushindi huu mkuu tumeupata kwa sababu Yesu Kristo alitushindania wakati ule tulipokuwa wenye dhambi. Na katika ushindi huo tunautaka uwe ndio mwongozo wetu wa mwaka huu wa 26 katika huduma yetu. Katika Luka 10 mstari wa 17, tutamweka shetani chini ya miguu yetu ili tuweze kutimiza ushindi huo ambao Kristo alitushindania. Hatuna ushindi kupitia njia nyingine isipokuwa ni ushindi katika Kristo Yesu ambaye ametushindania, huku tukiwa na nia ya kumweka shetani chini ya miguu yetu tunapoendelea katika injili hii. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 57, katika jina la Yesu Kristo tumepata ushindi juu ya mapepo na shetani. Katika Marko 16 mstari wa 17, tutatoa mapepo wachafu katika huu mwaka wa 2026, tukitumainia jina la Yesu ambalo ndilo linatupa ushindi katika huduma hii ya Christian Outreach Ministry. Katika mwaka huu tuna matumaini makuu kuendeleza ushindi ambao tumepata katika Kristo Yesu, na tutamweka shetani mahali pake, ambapo Warumi 16 na mstari wa 20 inasema tutamweka shetani chini ya miguu yetu. Kwa hivyo shetani ameshindwa na ni mwongo, maana Yesu alitupatia ushindi. Mwaka huu wa 2026 tutamshinda shetani. Katika kitabu cha Ufunuo mlango wa 12 na mstari wa 11 inasema walimshinda shetani kwa damu ya mwana kondoo na ushuhuda wao. Ushindi wetu unapatikana katika damu ya Yesu, na ushuhuda wetu unafanya ushindi wetu uweze kuendelea. Na watia moyo wapendwa wangu, mjipe moyo na tujipeane chini ya mamlaka ya Yesu Kristo, mamlaka ambayo
haiwezi kushindwa, aidha ni shetani au wanadamu. Katika Yakobo mlango wa 4 na mstari wa 7 inasema mtamufukuza shetani naye atawakimbia, kwa sababu kwa mioyo yetu tumetambua tu washindi katika Kristo atutiaye nguvu. Kwa hivyo msimamo wetu na dhemu hii tulio naye ya mwaka ujao ni kwamba shetani hana mamlaka juu yetu na hata juu ya huduma hii. Na katika mambo hayo yote jipeni nguvu, kwa sababu katika kitabu cha Yohana 8 Yesu alisema, nyinyi ni wa baba yenu Shetani, ambaye yeye ametenda maovu siku zote. Ikiwa ni hivyo basi, sisi nasi tu washindi, na sisi si wa baba yao Shetani, kwa sababu tulihamishwa kutoka katika ufalme wa giza na tukaingizwa katika ufalme wa nuru katika Kristo Yesu. Hiyo ndio mwongozo wetu, kwamba tusimpe shetani nafasi, kwa sababu mtu aliyeshindwa hastahili kupewa nafasi yoyote, kwa sababu Yesu alimshinda. Na kwa hivyo na sisi leo tunasema, shetani, wewe ni mwongo na ulishindwa katika jina la Yesu. Sisi ni washindi katika Kristo Yesu. Mungu ataendelea kuwapa nguvu, Mungu ataendelea kuwasimamisha, Mungu ataendelea kuonekana kwenu, tukiendelea kunyenyekea chini ya mkono wa Mungu wenye nguvu na mwenye uwezo. Mungu wa amani ambaye ametulinda, Mungu wa amani ambaye ametusaidia, tunamtegemea kuendelea kudumisha ushindi wetu katika Kristo Yesu. Na tunasema zote pamoja, shetani ni mwongo na alishindwa na Bwana Yesu. Utukufu wote na sifa zote zimrudie Mungu wetu, katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu tunakuja kwako kwa niaba ya Wakristo wote wa Christian Outreach Ministry. Tunaomba Mungu uendelee kutusimamisha na kutubariki na kutupa nguvu katika mwaka huu, ili tuweze kufanya kazi ambayo ulitupatia, na uendelee kutuzunguka na ulinzi wako, kwa sababu tunakutumainia. Mwaka huu ni mwaka wa ushindi, tukiamini na kuomba siku hii ya leo katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.